Ndugu msikilizaji, napenda tena nikukaribishe katika kipindi chetu cha asubuhi, kipindi cha siri za mafanikio katika maisha, ambacho Bwana amenipa neema kuweza kushirikiana na wewe. Na kama nilivyoongea kipindi kilichopita, kipindi hiki ni sehemu ya 7 ya masomo yetu ya siri za mafanikio katika maisha, na tunaendelea katika ile sura ya 4 ambayo tunaendelea juu ya kanuni au siri 24 zilizopingika kuhusu kufanikiwa. Leo tunaendelea katika siri ya 13, 14 na 15 na kuweza kujua baadhi ya vitu ambavyo ni msingi sana. Leo tutaangalia kuhusu kutochukua mkopo au tuchukue mkopo. Tutaangalia kuhusu kujiepusha na makundi au kuwa na makundi. Tutaangalia kuhusu kuweka malengo na tutamalizia kwa sehemu ya umuhimu wa kufanya mazoezi ya mwili na roho. Basi mimi ni Pastor Sako Melik na kipindi chetu ni cha siri za mafanikio katika maisha. Ninakupenda na ninajua unavyoendelea kusikiliza kipindi hiki Mungu atakusaidia na utaweza pamoja kuinuka na kuweza kufanikiwa katika ndoto na mawazo tulionayo katika maisha yetu. Basi naomba tuangalie katika siri nyingine ambayo inafuata, inaitwa kutochukua mkopo. Tulipoanza semina zetu za rasilimali na kuwashauri watu wasichukue mkopo, ilikuwa dhana isiyoeleweka. Wengi waliotusikiliza walifanikiwa kibiashara, na wengi walioamua kuziba masikio walijuta mikopo waliochukua. Kwa nini tunakizana na dhana ya kuchukua mkopo wakati wataalamu wote wa masuala ya fedha wanashauri watu wachukue mkopo? Napenda nisikilize kuwa aina ya mkopo ninayosema hapa ni ile yenye riba, ingawa pia inahusisha mikopo isiyo na riba katika hatua ya pili. Sababu ya kukataza ziko nyingi, lakini nitatoa 3. Kwanza, mikopo ya aina yoyote sio mizuri unapoanza biashara, kazi au huduma. Hakuna mtu anayewahi kufa au kushindwa kufanikiwa kukosa mkopo. Mkopo inakufanya ujenge maono feki ya biashara yako, na pia inafanya watu wengine waingilie katika maamuzi ya biashara yako. Ni jambo la hatari sana kwa mtu kuchukua mkopo wenye riba ya 15 mpaka 30, kwa sababu biashara chache sana za kuanzia zinaweza kukupa faida kubwa zaidi ya asilimia hizo na ukaweza kulipa deni. Ni muhimu pia kutambua kwamba biashara ni kama kamari, unaweza ukapata, unaweza ukakosa. Hivyo kuchukua mkopo unapoanza biashara ni sawa na kujifunga kitanzi cha maisha magumu milele na manyanyaso yasiyo na msingi. Ni jambo la hatari sana kwa mtu kuchukua mkopo wenye riba ya 15 mpaka 30, kwa sababu ni biashara chache sana za kwanza zinaweza kulipa faida kubwa zaidi ya asilimia hizo na ukaweza kulipa deni. Ni muhimu pia kutambua kuwa biashara ni kama kamari, unaweza ukapata, unaweza ukakosa. Hivyo kuchukua mkopo unapoanza biashara ni sana kujifunza kitanzi cha maisha magumu milele na manyanyaso yasiyo na msingi. Swali pia litakuzuia kuelewa sayansi ya sanaa ya biashara. Kupewa mkopo ni sana kumzuia mtoto wako asianguke wakati wa kuchukua kwake, jambo linaweza kumsababisha asiweze kusimama haraka kutokana na kuogopa. Njia nzuri ya kuanza biashara ni kuanza na kile ulichonacho na kukuza taratibu. Kuna laana fundisho kubwa katika kujenga biashara kuanzia chini baada ya kutoa pulizo la mkopo linaweza kutoboka. Kama ikilazimu sana, basi chukua mkopo kidogo usio na riba kutoka kwa ndugu au jamaa ambao haukufungi. Kupata mkopo ni kama kumsaidia mtoto kuanza kutembea wakati wa kuamka na kusoma. Ni sehemu muhimu sana wakati kuamka na kusimama ni sehemu muhimu sana ya ukuaji mtoto. Hivyo ni muhimu sana kuanza biashara kidogo kidogo na kuwa nao kujifunza baada ya kurupuka na kujifunza kwa maumivu makubwa. Sababu nyingine kubwa ni kwamba katika maandiko matakatifu ya dini mbalimbali, Mungu aliwafanikisha watu wake wote waliwahi kufanikiwa kwa kuwa matajiri sana bila kutumia mkopo wa mtu yoyote. Napenda kusikia lengo la watu mkopo duniani ni kupata faida na kutajirika kupitia nguvu ya kazi zako. Yaani utalipa mkopo wenyewe, faida kwa riba na hata biashara yenyewe. Hata hivyo, pale inapobidi sana, chukua mkopo usio na riba wenye masharti kutoka kwa ndugu, jamaa na wale na huo umeuwekea mchanganuo mzuri wa namna ya kurudisha. Ni muhimu kusisitiza kuwa usichukue mkopo kuanzia biashara, ila kukuza biashara. Jamii nyingi duniani zimeanza vyama vya umoja kwa ajili ya kuinuana kibiashara. Kundi chochote umoja unaotoza riba si mzuri kuendelea nao, bali kile ambacho hakina riba ni kizuri. Njia nzuri na ushauri na watu wote wenye mafanikio katika kupata mtaji wa kibiashara ni kutumia njia za kutunza fedha kidogo kidogo mpaka unapata uwezo wa kuanzisha biashara ya mwanzo. Hii ina maana kutokana na ukweli kuwa siri ya biashara yote ilitukuka na kutunza fedha kwa njia ya kudunduliza. Bila kujenga misuli ya kutunza fedha, hakuna biashara ndogo au kubwa itakayoenda mbali. Naomba nitoe mfano wa mtu mmoja ambaye katika semina zetu alitueleza. Baada ya kumaliza masomo ya diploma, Gracia aliajiriwa katika kampuni moja ya DTI inayojihusisha na masuala ya kuuza nafaka. Mshahara wa Gracia kwa mwezi ulikuwa kiasi cha shilingi 250,000 toka anaanza kazi. Gracia alijiwekea malengo ya kuweka 20% ya mshahara wake kwa ajili ya kuanzisha duka la vitabu ndani ya miaka 5. Bahati nzuri mshahara wa Gracia ulipanda ndani ya miezi mitatu na kufikia shilingi 350,000. Gracia alifungua akaunti maalum katika benki kwa ajili ya kuweka fedha hizo ikiwa na riba ya kutosha. Katika maamuzi hayo, Gracia alipitia majaribu mengi. Kwa mfano, wenzake alianza nao kazi walinunua vyombo vya usafiri ndani ya miaka 2 na tangu kuanza kazi wakitumia mikopo ya benki.
hivyo yeye alikuwa ni mtu wa kuomba lift kila mara, lakini hilo alikumsumbua kwa maana alikuwa na malengo makubwa katika maisha yake. Baada ya miaka 5, Gracia alikuwa na jumla ya shilingi bilioni 6.3. Fedha hizo zilimtosha kufungua duka la vitabu na vifaa vya ofisini kwa fedha yake mwenyewe bila kudaiwa na kuingiliwa na mtu. Gracia alifanya utafiti juu ya biashara hiyo pamoja na kutafuta mfanyakazi ambaye alikuwa mwaminifu sana. Mwaka mmoja baadaye, biashara ya Gracia ilikuwa vizuri sana, akaweza kuuza mtaji wake na kufika shilingi milioni 13. Wakati maisha ya Gracia yalikuwa bora zaidi ya yalikuwa bora katika miaka mitano, wenzake walianza na kazi walikuwa wanahudumia magari ambayo yamechoka na kuanza michakato ya kuomba mkopo tena benki. Baada ya miaka 2, Gracia aliacha kazi na kuwa mfanyabiashara wa nguvu mjini. Hivyo ni muhimu sana kujenga tabia ya kutunza fedha kwa ajili ya malengo ya maisha. Jiepushe sana mikopo ya kununua gari muda mfupi tu baada ya kuanza kazi au biashara. Maisha yanahitaji mipango. Jiwekee mipango ya muda mrefu ya maisha, ikiwemo hilo na kununua gari baada ya miaka 5 au 7. Endelea kupata shida ya usafiri ili ujenge msingi wa kutunza fedha na kuweza kununua chombo cha usafiri kama ni lazima. Pia fikiria kuwekeza fedha hizo katika uwekezaji uweze kununua chombo cha usafiri unachohitaji. Wekeza maisha yako katika vitu ambavyo vitakusaidia sana sasa na kuja kusaidia kizazi chako ili kisipate tabu ulizozipitia wewe. Jambo lingine la msingi sana ni kujiepusha na makundi. Katika safari ya mafanikio ni muhimu kutambua kati ya rafiki, adui na wasindikizaji. Ili kuweza kufanikiwa na kulinda mafanikio ni muhimu sana kujiungamanisha na vikundi vya watu ambao pia wana mtazamo na mwelekeo wa maendeleo. Jiepushe na watu wenye kusengenya wengine, manunguniko, kuongea sana, wasiojitambua. Mtu yote asijitambua yeye ni nani na anapaswa kufanya nini ili kufanikiwa hafai kuwa mshirika wako. Mtu mwenye manunguniko atakuambukiza tabia hiyo na itaambukiza biashara yako ambayo itakufa. Kuna watu mvua ikinyesha wanalalamika, jua likiwaka wanalalamika. Ukiwa na baridi wanalalamika, hata ukifanya lolote jema wao ni kulalamika tu. Watu hao hawana hata chembe ya shukrani kwa Mungu na kwa wanadamu. Katika safari ya mafanikio, jiepushe na watu kama hao wanaofanana nao. Kumbuka wakati wanaizona na safari kama nchi ya ahadi, kuna watu waliona machitu na kuna watu waliona nchi ya maziwa na asali. Katika maisha yako jitahidi kuambatana na watu wanaona maziwa na asali katika zote bila kujali mazingira yake. Aidha, ni muhimu sana kujiepusha na watu waliopiga kutokana na mifumo ya maamuzi yao. Watu aina ni sumu mbaya sana kuambukiza wengine na ni chanzo cha kunyooka mafanikio wengi na watu ambao wangeweza kufanya mambo makubwa katika maisha. Watu kama hao waepuke kama ukoma, maana hawana uzuri kwako. Kila kitu ni malalamiko. Jua likiwaka malalamiko, mvua ikinyesha malalamiko, usiku ukiingia malalamiko. Ishi na watu chanya, wenye mawazo chanya katika maisha yako. Jambo lingine la msingi ni kuweza kuweka malengo. Katika safari kuelekea katika kufikia hatua muhimu, ni jambo la muhimu sana kuwa na malengo ya miaka 10, miaka 5, miaka 3, mwaka mmoja, mwezi, wiki, siku na saa. Hii ni muhimu sana na ndio maana tumesisitiza umuhimu wa kutunza kumbukumbu. Napenda kurudia kwamba si mafanikio ni kutimiza malengo na hakuna mafanikio bila kuwa na malengo. Hivyo basi ni muhimu kujiwekea malengo.